Naam, hujambo na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kutaarifu yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa nchini Tanzania jioni ya leo. Mvutano mkali wazuka katika kesi ya Tundu Lissu. Tundu Lissu sasa aingia katika hatari kubwa sasa, huku ushahidi aliyekataliwa akirudishwa sasa kwa mlango wa nyuma katika kesi yake ya uhaini mahakamani. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla nikutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu imeingia katika hatua ya kutatanisha, huku matokeo ya leo mahakamani yakionekana kuwa ni habari mbaya kwa kiongozi wa upinzani na timu yake ya mawakili. Kile ambacho awali kilionekana kudhoofika kwa mashtaka sasa kimefufuliwa kupitia ujanja wa taratibu ambao unadaiwa umerekebisha mwelekeo wa kesi hiyo na kuibua wasiwasi mkubwa kuhusu msimamo wa Tundu Lissu mbele ya sheria mahakamani. Kiini cha zamu hii ni kurejea kwa shahidi wa upande wa mashtaka ambaye anadaiwa hapo awali alikuwa amezuiwa kutoa ushahidi mahakamani, lakini sasa anadaiwa ya kwamba amerejeshwa kwa mlango wa nyuma. Awali katika kesi hiyo mahakama hiyo ilitupilia mbali ushahidi na shahidi wa video uliotolewa na Samuel Kaya baada ya kujiridhisha kuwa hana utaalamu unaotambulika kisheria katika uchambuzi wa video hiyo ya ushahidi. Uamuzi huo ulisherehekewa na wafuasi wengi wa Tundu Lissu na Chadema kama pigo kubwa kwa kesi hiyo ya serikali. Kwa muda kukataliwa kwa ushahidi huo kuliunda hisia kwamba kesi ya mwendesha mashtaka ilikuwa dhaifu na labda isiyoweza kudumu. Waangalizi wa kisheria walibainisha kuwa bila vifaa vya video serikali ingejitahidi kufikia kiwango cha juu kinachohitajika katika kesi ya uhaini, moja ya mashtaka mazito chini ya sheria za Tanzania. Hili lilizua matumaini kuwa utetezi wa Tundu Lissu unaweza kupata ushahidi mkubwa mahakamani. Matumaini hayo sasa yametikiswa kufuatia hatua madhubuti za mkurugenzi wa mashtaka Sylvester Mwakitalu kwa kumteua rasmi Samuel Kaya kama mtaalamu wa video, tena aliyeidhinishwa katika maeneo mengi ya upelelezi wa makosa ya jinai. Upande wa mashtaka umeondoa kikamilifu kasoro iliyosababisha kukataliwa kwa ushahidi wake awali. Uamuzi huu wa kiutawala umefungua tena mlango ambao wengi walidhani ulikuwa umefungwa kabisa katika kesi ya uhaini ya Tundu Lissu. Uteuzi huo unampa Kaya hadhi rasmi ya mtaalamu, kumaanisha kwa ushahidi na uchambuzi wake sasa unaweza kupokelewa kwa mara nyingine kisheria mahakamani. Kutokana na hali hiyo, ushahidi wa video ambao hapo awali ulichukuliwa kuwa hauwezi kutumika sasa unaweza kuwa nguzo kuu ya hoja ya upande wa mashtaka dhidi ya Tundu Lissu na kesi ya uhaini. Kwa upande wa utetezi, hii inawakilisha pingamizi kubwa ambalo linabadilisha mkakati wa kisheria. Kwa mtazamo wa Tundu Lissu, maendeleo ya leo ni ya uharibifu, hasa kwa sababu yanabadilisha maelezo ya kesi. Kile ambacho kilionekana kama ushindi wa kiutaratibu sasa kimebadilishwa kuwa kikwazo cha muda kwa serikali ambacho kimeshindwa kupitia njia halali. Hili linazidisha dau kwa Tundu Lissu ambaye utetezi wake lazima sasa ukabiliane na ushahidi ambao walitarajia hautazingatiwa kamwe mahakamani. Hii pia inakuja kama pigo kubwa na taarifa mbaya kwa Tundu Lissu na Chadema. Wafuasi wa upande wa mashtaka wanasema kuwa hatua hii ni halali kabisa na inaendana na utaratibu wa uhalifu. Wanashikilia kwamba sheria inaruhusu mamlaka kutambua rasmi wataalamu wakati ujuzi maalum unahitajika, na kwamba kurekebisha dosari za kiufundi za awali hakumaanishi ukosefu wa haki. Kwa mtazamo huu, mahakama inapewa tu upatikanaji wa ushahidi wote muhimu. Kwa upande mwingine, wakosoaji wanaona maendeleo hayo yanamsumbua sana Tundu Lissu na mtazamo mpana wa haki katika kesi nyeti za kisiasa. Wanasema kwa kumruhusu shahidi aliyekataliwa kurejea kupitia uteuzi rasmi kuna hisi kama kubadilisha sheria katikati ya mchezo, haswa katika kesi yenye athari kubwa kama hizo za kisiasa. Muda wa hatua hiyo pia umezidisha mjadala. Ikifika wakati wa kesi ya mwendesha mashtaka ilionekana kudhoofika, kutambuliwa rasmi kwa Kaya tena kumetafsiriwa na wengine kama juhudi kali za kuokoa kesi ambayo ilihatarisha kusambaratika. Kwa Tundu Lissu, hii inazidisha hofu kwamba uzito kamili wa dola unaletwa dhidi yake. Zaidi ya ufundi wa kisheria, kesi hiyo inaendelea kujitokeza katika mazingira ya kisiasa yenye mashtaka. Hata hivyo, Tundu Lissu si mtuhumiwa tu, bali ni kiongozi mashuhuri wa upinzani ambaye kesi yake sasa inafuatiliwa kwa karibu sana na wananchi wengi, mashirika ya kiraia na waangalizi wa kimataifa. Kwa hivyo, kila mabadiliko ya kiutaratibu hayasomwi kama tukio la kisheria tu, bali pia kama ishara ya kisiasa. Uwasilishaji upya wa ushahidi wa video ni nyeti, haswa kwa sababu ya athari inayowezekana kwa mtazamo wa umma na wa Tanzania. Nyenzo za video mara nyingi hubeba nguvu za kihisia na ushawishi, na kwa
kukiri kwake kunaweza kuathiri kwa kiasi kikubwa jinsi kesi inavyoeleweka ndani na nje ya chumba cha mahakama. Kwa Tundu Lissu, hii inaongeza hatari anazokabiliana nazo. Wakati taratibu zikiendelea, timu ya utetezi ya Tundu Lissu inatarajiwa kupinga uaminifu, upeo na tafsiri ya ushahidi mpya wa kitaalamu ulioidhinishwa. Hata hivyo, mtazamaji, ukweli rahisi kwamba ushahidi sasa unakubalika unamaanisha kwamba upande wa utetezi lazima upigane vita walivyotarajia kuepuka kabisa, na hivyo kutatiza njia yao ya kusonga mbele. Kwa wafuatiliaji wengi, matokeo ya leo mahakamani yanathibitisha kuwa kesi ya uhaini dhidi ya Tundu Lissu, mwenyekiti wa Chadema, iko mbali na kumalizika na mchezo umeanza upya rasmi. Badala yake inaonekana kuwa inaingia katika hatua kali zaidi na yenye matokeo ambayo ushindi wa kitaratibu unaweza kubadilishwa haraka kupitia hatua ya kitaasisi. Mtazamaji, sasa hivi ripoti za kwamba shahidi aliyekataliwa awali sasa amerejeshwa kwa mlango wa nyuma mahakamani katika kesi ya uhaini ya Tundu Lissu ndani ya Chadema sasa hivi inakuja kama pigo kubwa na habari mbaya kwa wanachadema na wafuasi wake na wanachama wote wa upinzani pamoja na Tundu Lissu mwenyewe, ambapo sasa hivi kesi hii inaegemea upande mmoja na sasa huenda akaweza kushindwa katika kesi hiyo. Maana hapana ni kwamba Tundu Lissu sasa anakabiliwa na mashtaka makali kuliko wakati wowote tangu kesi hiyo ilipoanza. Ukweli huu umezima matumaini ya kuanguka mapema kwa kesi hiyo ya Tundu Lissu ya uhaini na kuongeza wasiwasi miongoni mwa wafuasi wake ya kwamba Tundu Lissu atashindwa, ambao wanaona kila maendeleo yasiyofaa kama finyo ya chaguzi zake za kisheria, huku wengi wakisema ya kwamba hilo si jambo jema na inaonyesha mapendeleo mahakamani. Mahakama inapojitayarisha kwa awamu inayofuata ya kusikilizwa kwa kesi ya Tundu Lissu mahakamani Dar es Salaam, sintofahamu inatanda kuhusu jinsi majaji watakavyopima ushahidi unaopingwa na Chadema. Kinachoonekana wazi hata hivyo ni kwamba uamuzi huu wa mahakama sasa unawakilisha habari mbaya zisizopingika kwa Tundu Lissu, ambapo huenda kashindwa katika kesi ya uhaini, na pia inaashiria mabadiliko ambayo yanaweza kuathiri kwa kiasi kikubwa matokeo ya kesi yake ya uhaini, ikija kama pigo kubwa kwa Tundu Lissu. Huku mivutano ya kisheria ikiongezeka na uchunguzi wa kisiasa ukizidi, kesi hiyo inaendelea kusimama kama moja ya kesi muhimu na kesi mbaya zaidi dhidi ya Chadema na pia zinazofuatiliwa kwa karibu nchini. Hata hivyo, hii ni mojawapo ya kesi za kisiasa nchini Tanzania ambazo zinafuatiliwa kwa makini na sana kutoka nje ya nchi na ndani ya nchi ya Tanzania. Kwa sasa Tundu Lissu bado yuko chini ya shinikizo kubwa la kisheria, na matukio haya ya sasa hivi kutoka mahakamani Dar es Salaam yanaimarisha maana kwamba barabara iliyo mbele yake Tundu Lissu ya mahakama imekuwa ngumu na hatari zaidi kuliko hapo awali katika kesi yake ya uhaini. Mtazamaji, sasa ripoti hizi zinakuja kama pigo kubwa kwa Tundu Lissu na Chadema nzima baada ya shahidi huyu kuweza kurejeshwa kwa mlango wa nyuma ama kwa njia isiyo ya moja kwa moja mahakamani, ambapo sasa itaathiri pakubwa kesi hii ya Tundu Lissu ya uhaini na huenda Tundu Lissu akawa na uwezekano wa kushindwa katika kesi hiyo. Mtazamaji, nikitamatisha habari hizi, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii. Ukifanya hivyo utakuwa kwanza kila siku kupokea ripoti au habari zetu wa kwanza. Vile bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako. Ukifanya hivyo kitaweza kukuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya za hivi punde.